Naam, mtazamaji, huenda tukamwona Tundu Lissu kuachiliwa hivi karibuni. Wabunge wa Ulaya sasa watoa amri kali kwa Samia Suluhu na serikali nzima ya CCM, wataka Tundu Lissu kuachiliwa mara moja na kesi yake kufutwa. Watoa sababu hizi watishia kufanya hivi iwapo matakwa hayo yao hayataweza kusikilizwa na serikali ya Samia Suluhu. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Katika hali ya kushangaza ndani ya bunge la Ulaya, wabunge wamewasilisha baadhi ya shutuma kali zaidi kuhusu siasa na haki za binadamu za Umoja wa Ulaya zinazojieleza mara kwa mara nchini Tanzania chini ya utawala wa Samia Suluhu. Sasa hivi wanataka kumwachia Tundu Lissu na kufuta kesi yake mara moja nchini Tanzania. Katika taarifa yenye nguvu, mjumbe wa bunge la Umoja wa Ulaya David McAllister alifungua mjadala mkali kwa tathmini isiyo na shaka mazingira ya kisiasa nchini Tanzania, akielezea uvamizi wa kimfumo wa kanuni za kidemokrasia na kisiasa. Akinukuu moja kwa moja alisema, kilichotokea Tanzania kabla, wakati na baada ya uchaguzi hakikuwa cha kushangaza. Haya kwa makosa, bali ni mpango wa makusudi wa kuharibu ushindani wa kisiasa. Na kwa mara nyingine tena, wabunge hao wa EU huko Ulaya wamesisitiza haja ya haraka ya kumwachilia Tundu Lissu na kufuta kesi yake mara moja. David McAllister ambaye ni mmoja wapo wa bunge katika bunge hilo la Ulaya alikwenda mbali zaidi, akieleza jinsi uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29 ulivyotanguliwa na ukandamizaji uliopangwa kupitia vyombo vya dola vya serikali ya CCM, hali ambayo iliwatia wasiwasi sana wabunge wa bunge hilo la Ulaya wanaoendelea kutaka Tundu Lissu achiwe huru na kesi yake ifutwe. Bunge huyo alieleza kuwa matokeo ya uchaguzi yalipangwa kimbele na kwamba mazingira yamedhibitiwa vikali ili kuhakikisha kuna upinzani wa maana unaoweza kufanya kazi. Mojawapo ni njia ya kumfunga Tundu Lissu. Alifahamisha kuwa uhuru wa vyombo vya habari na shughuli za kisiasa umefungwa kwa makusudi na kudhibitisha wito wa pamoja wa wabunge wa EU huko Ulaya wakitaka Tundu Lissu achiwe huru na kesi yake kufutiliwa mbali, wakidai ya kwamba kufungwa kwa Tundu Lissu ilikuwa njama ya kuweza kukandamiza uchaguzi huo. Mbunge huyo David McAllister wa Ujerumani alitoa hati ya mashtaka makali ya serikali ya Tanzania kuwashughulikia viongozi wa upinzani, akisisitiza tena kuwa bunge la Ulaya liko kidete kuhimiza kuachiliwa kwa Tundu Lissu mara moja na kesi yake iachiliwe. Aliangazia jinsi viongozi wa upinzani walivyokamatwa, kufunguliwa mashtaka na kutishwa, akiwemo mfungwa maarufu zaidi Tundu Lissu ambaye ni kinara ama kiongozi wa Chadema. David McAllister alinukuu moja kwa moja, nikimnukuu, alisema hivi, sikiliza: kwa zaidi ya siku 250 rafiki yangu Tundu Lissu amekuwa akishikiliwa kwa kosa la uhaini na anakabiliwa na hukumu ya kifo kwa sababu tu ya kudai uchaguzi huru na wa haki. Kauli hii ya David McAllister ilizua taharuki nyingine ndani ya ukumbi wa bunge na kuzidisha msisitizo kuwa Tundu Lissu lazima aachiliwe hivi karibuni, na wanaisisitiza serikali ya CCM ifanye hivyo. Wabunge kadhaa walionyesha kukerwa kuwa kiongozi wa kisiasa anaweza kukabiliwa na shtaka la adhabu kali ya kifo kwa kutekeleza haki za kidemokrasia. Walikariri kuwa hili si suala la mtu mmoja, bali ni ushahidi wa mfumo wa kimabavu unaotumia sheria dhidi ya wapinzani, kulingana na wabunge hao wa Ulaya. Wakati hayo yakijadiliwa ndani ya bunge hilo la Ulaya, wabunge hao waliendelea kushinikiza kutaka Tundu Lissu achiwe huru na kesi za upinzani kufutiliwa mbali, jambo ambalo liligeuka kuwa rejea ya mara kwa mara katika michango yao yote ndani ya kikao hicho. Kisha umakini ukaelekezwa kwa kile kilichojiri siku ya uchaguzi yenyewe na siku ya maandamano, kipindi ambacho David McAllister alikieleza kuwa kilifichua rangi za kweli ama true colors za serikali ya ukandamizaji. Wabunge wa EU walilaani kuzima kwa mtandao na matumizi ya risasi za moto kwa waandamanaji ambao wengine walifariki, vitendo vilivyosababisha mauaji, kutoweka na kukamatwa kwa watu wengi wa Kitanzania. Washiriki wote katika mdahalo huo walihusisha ukatili huu na wito mpana wa kumwachia Tundu Lissu, huku David McAllister akiweza kumuita Tundu Lissu rafiki yake na kusisitiza serikali mwachilie huru au kumsamehe, wakieleza kuwa vitendo hivyo vinaonyesha ni kwa nini sauti za upinzani kama zake hazipaswi kubaki gerezani. Bunge la Ulaya lilionyesha kusikitishwa sana na lugha ya hivi majuzi ya kidiplomasia iliyotumiwa na tume ya EU. Wabunge walisema kuwa kitendo cha Tanzania ni kikubwa mno kuweza kukidhiwa na lugha walizozitaja kuwa ni laini,
wakisisitiza kwamba kipaumbele ni kuachiliwa kwa Tundu Lissu na kuweza kuondolewa kwa mashtaka yote dhidi yake. Walitaka tume kuchukua msimamo thabiti na kuwasiliana kwa nguvu zaidi dhidi ya kile wanachokiona kama ukandamizaji unaofadhiliwa na serikali ya CCM. Kulingana nao, katika moja ya nyakati zenye mvuto wa kikao hicho cha jana, wabunge hao wa Ulaya kumradhi, walionya kwamba Tanzania imepuuza kwa uwazi utawala wa sheria, kanuni za kidemokrasia na haki za binadamu, na hivyo kusababisha wito wa kutathmini upya mara moja uhusiano wa EU na nchi hiyo ya Tanzania. Ndani ya maelewano haya mapana zaidi, walishikilia hoja kuu: bunge la Ulaya linadai kuachiliwa kwa Tundu Lissu na wote ambao waliweza kujeruhiwa au kuuawa katika maandamano waweze kutendewa haki. Wabunge walionyesha kuwa kuendelea kwa mashirikiano ya kawaida na Tanzania chini ya hali ya sasa kungekuwa sawa na kuhalalisha ukandamizaji. Hivyo leo tarehe 27 Novemba kura zitaweza kupigwa ili uamuzi uweze kutolewa. Mkutano huo uliendelea huku wabunge wakisisitiza kwamba EU lazima isifadhili serikali inayoshutumiwa kuwapiga risasi waandamanaji na kuweza kuminya demokrasia. Walisema kwamba wakati wa lugha ya ishara umekwisha na kwamba shinikizo dhabiti la kifedha na kisiasa lazima sasa litumike. Walipokuwa wakitoa hoja hizo, wabunge walisisitiza mara kwa mara kwamba hatua ya kwanza uwajibikaji ni kuachiwa huru bila masharti kwa Tundu Lissu, huku pia wale ambao waliweza kujeruhiwa waweze kupata haki katika maandamano yaliyopita, matakwa ambayo sasa yamejikita katika wigo wa kisiasa ndani ya bunge hilo. Makalista alifichua kwamba bunge liko tayari kuunga mkono kusitishwa kwa misaada yote ya kifedha ambayo inafaa kuelekezwa Tanzania, ikiwa ni pamoja na misaada na mikopo ambayo ilifaa kupeanwa kwa serikali ya Tanzania hadi mageuzi ya kweli ya kidemokrasia yaweze kushuhudiwa au kufanyika katika taifa hili. Zaidi ya hayo yote, wabunge wa Ulaya EU walisisitiza kuachiliwa bila masharti kwa wafungwa wengine wote kando na Tundu Lissu ambao waliweza kukamatwa kisiasa nchini Tanzania, wakisisitiza kwamba kuendelea kuzuiliwa kwa watu kama vile Tundu Lissu kunaashiria mgogoro mkubwa zaidi wa kisiasa katika nchi hiyo. Walisisitiza kwa kuachiwa huru kwa Tundu Lissu na kufuta kesi yake si suala la haki pekee, bali pia ni hatua muhimu katika kurejesha uaminifu wa kidemokrasia nchini Tanzania. Pia wametaka uchunguzi huru ufanyike kuhusu mauaji, kutoweka na utekaji nyara unaohusishwa na kipindi cha uchaguzi. Mjadala wa bunge hilo la Ulaya ulionyesha hofu inayoongezeka kwamba vyombo vya dola vya Tanzania vinaweza kutumia vyombo vya usalama kuwatisha raia na kuondoa wapinzani. Sauti katika chumba hicho zilieleza hii kama hali inayoongezeka na kusisitiza EU lazima ingilie kati kidiplomasia na kiuchumi. Kwa mara nyingine tena, wabunge wa Umoja wa Ulaya walirejelea ujumbe ule ambao wanataka haki iweze kutendeka na wafungwa wote wa kisiasa waweze kuachiliwa huru, ikiwemo Tundu Antipas Lissu. David Makalista pia alihimiza kwamba bunge hilo la Ulaya ama EU kwa ujumla lazima iunge mkono uchunguzi huru unaoaminika kuhusu ghasia zilizotokea kabla na baada ya uchaguzi na wakati wa maandamano. Alieleza kwa Watanzania wanastahili kujua ukweli kuhusu waliouawa au kutoweka au kupotea wakati wa maandamano hayo. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti hizi. Ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na matamshi haya ya David Makalista ambaye ni mbunge wa Ulaya ambaye alizungumza katika kikao cha bunge hilo jana, akitaka Tundu Lissu ambaye amemtaja kuwa ni rafiki yake wa muda mrefu aweze kuachiliwa huru na serikali ya Tanzania. Vile like video hii kisha subscribe na ubonyeza alama kengele, alafu bonyeza au gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.